serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo. Dunia ya leo ni dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ama hakika mambo yamebadilika. Uchunguzi wa kimaabara kwa sasa ni msingi mkuu wa mafanikio ya sekta za kimkakati kote duniani. Wakati dunia ikiweka nguvu na msisitizo mkubwa kwenye utoaji wa haki jinai, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetia mkazo mkubwa kwenye swala hili kwa kuhakikisha taasisi za mnyororo wa haki jinai zinasomana kwenye mfumo, ambapo mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ina dhamana ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo mbalimbali na kisha kutoa ushahidi mahakamani ili kusaidia utoaji wa haki. Na haya yote yanategemea ubora vielelezo vinavyowasilishwa na mamlaka nyingine, na jambo hilo limeisukuma mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali kutoa mafunzo kwa askari wa Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma, watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka mkoa wa Kigoma, pamoja na wanafunzi wa Chuo cha Polisi Kidatu mkoani Morogoro. Meneja wa maabara ya sayansi jinai, biolojia na vinasaba, Daktari Fidelis Bugoe anamulika kwa kina lengo la mafunzo hayo. Maabara ya mkemia mkuu wa serikali iko hapa Kigoma, hususan wilaya ya Kasulu, kwa madhumuni ya kutoa mafunzo ya uchunguzi wa sampuli jinai, toksikolojia kwa maana ya forensic toxicology, na uchunguzi jinai kemia, lakini pia masuala mazima ya uchunguzi jinai wa vinasaba. Malengo ya mafunzo haya ni kuwapa uelewa, lakini pia kuwakumbusha majukumu mbalimbali kwa wataalamu wa Jeshi la Polisi, namna ya uchukuaji wa sampuli, ufungashaji, usafirishaji. Lakini pia tuko na ofisi ya mwendesha mashtaka mkoa wa Kigoma kwa lengo la kujaribu kufafanua tafasiri ya matokeo ya uchunguzi ambao unafanywa na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Mafunzo haya ni muhimu, na kwa kuwa wote tunafahamu jukumu la mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali katika utekelezaji wa mnyororo wa kijinai. Sisi kama mamlaka tunao jukumu kubwa la uchunguzi wa sampuli na vielelezo mbalimbali ambavyo vinatoka kwa Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Ili uchunguzi uweze kuwa na manufaa katika utoaji wa haki, sampuli na vielelezo vinatakiwa viwe vinachukuliwa katika hali ya kitaalamu, ambapo ule uhalisia wake unahifadhiwa kutoka katika maeneo ya matukio, inahifadhiwa, inatunzwa, inasafishwa mpaka kufika maabara. Sasa zipo changamoto mbalimbali ambazo za kitaalamu kidogo, ambazo tumeona ni vyema tukutane na wenzetu wa ofisi ya mwendesha mashtaka na Jeshi la Polisi kwa pamoja, tufanye mafunzo, tukumbushane vitu muhimu vya kuzingatia wakati wa uchukuaji, ufungashaji, usafirishaji, hata wakati wa kufahamu au wakati wa uchambuzi wa tafasiri ya matokeo ya uchunguzi yanayotolewa na mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa siku ya leo tuko na askari zaidi ya 120 na waendesha mashtaka zaidi ya 30. Wote kwa pamoja tumejadiliana, tumeelekezana, tumefundishana mambo ya msingi ya kuzingatia kwa maana ya sampuli, lakini pia zipo nyaraka mbalimbali ambazo pia zinaambatana kwa ajili ya kuwasilishwa katika mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa kifupi, mafunzo haya yamekuwa na mafanikio makubwa. Washiriki wamekuwa wasikivu, wameuliza maswali ya ufafanuzi, lakini pia tumepata nafasi ya kufanya kwa vitendo, kuonyesha sampuli zinachukuliwaje, zinafungwashwaje, na hata kupata matokeo ya uchunguzi. Lakini pia katika mafunzo haya tumepitia kuona namna bora ya kutafasiri matokeo ya uchunguzi yanayotolewa na mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tuna matarajio makubwa ya kuboreka zaidi kwa masuala ya uchunguzi wa vinasaba, lakini pia katika utoaji wa haki jinai nchini. Ni matarajio yetu kwamba mafunzo haya yatawajengea uwezo zaidi na yatawapa kujiamini zaidi na kuweza kupata sampuli kwa wakati, basi na mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali tuweze kufanya uchunguzi na tuweze kutoa majibu kwa wakati. Sisi kama mamlaka, kichocheo kikubwa ambacho kimetusababisha leo kuja kutoa mafunzo haya ni sehemu ya mashirikiano kati ya taasisi ambazo zipo katika haki jinai.
Tunafahamu mkemia mkuu wa serikali katika majukumu yake anafanya kazi kwa karibu na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kwa maana ya NPS, lakini pia mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali inafanya kazi kwa karibu na jeshi la polisi. Katika yale mashirikiano sisi tumeona kwamba tunao fursa kubwa ya kuweza kutoa haya mafunzo na kusaidiana na wenzetu katika utekelezaji wa mnyororo wa kijinai nchini. Mamlaka ina matarajio makubwa baada ya mafunzo haya hasa katika mkoa wa Kigoma. Tunafahamu sampuli jinai zinatakiwa ziwe zinachukuliwa katika hali ya kitaalamu, kwa maana kwamba ziwe zinahifadhiwa katika mazingira ambayo uhalisia wa sampuli utakuwa unabaki ule mpaka sampuli inafika maabara. Kwa hiyo sisi tuna matarajio makubwa, tutapata sampuli kwa haraka zaidi ambazo zitakuwa zina ubora mkubwa wa kuwezesha mamlaka kufanya uchunguzi kwa wakati na kusaidia katika utekelezaji wa kijinai nchini, hasa kupitia mkoa wa Kigoma ambao leo tumekuja kutoa mafunzo haya. Kwa kupitia mifumo tunasomana, tunafahamu upo mfumo wa uwasilishwaji wa vielezo kwenda katika mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali. Kupitia katika mfumo huu jeshi la polisi wakiwa wanapata vielelezo, wakati wanaviandaa, taarifa za vielezo huwa zinaingizwa katika mfumo, na sisi kama mamlaka huwa tunaona vielezo ambavyo vinawasilishwa kuja kwetu kwa ajili ya uchunguzi. Na kwa kupitia mfumo ule basi mamlaka inakuwa inajiandaa na kupokea sampuli na tufanye kazi kwa wakati na tuweze kutoa hayo matokeo ambayo yatawezesha ofisi ya mwendesha mashtaka kuweza kusimamia hizi kesi katika maeneo ya mahakama. Lakini pia sisi na mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali na ofisi ya mwendesha mashtaka tunafanya kazi kwa karibu kwa kupitia mfumo wa kupokea wito wa kwenda mahakamani. Mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali tunao mfumo ambao tunapokea summons, na katika hiyo mifumo basi tunaweza kufanya kazi kwa karibu na wenzetu wa ofisi ya mwendesha mashtaka na kuweza kuwasaidia wananchi katika utekelezaji wa kijinai. Lakini pia sambamba na hilo, katika mifumo hii ambayo nimeisema hapa, mamlaka kwa kushirikiana na ofisi ya mwendesha mashtaka na jeshi la polisi, kwa sasa tunaweza pia tukafanya ushahidi au tunaweza kutoa ushahidi kwa kutumia mifumo ya video conference. Kwa mtaalamu anaweza kukaa ofisi za maabara na akatoa ushahidi pale inapohitajika. Kwa hiyo kwa kupitia mashirikiano haya kati ya jeshi la polisi, mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali na ofisi ya mwendesha mashtaka, basi mafunzo haya ni sehemu ya kuongeza na kuboresha haya mashirikiano kwa lengo la kuboresha utekelezaji wa kijinai nchini. Katika masuala ya uchunguzi wa vinasaba vya binadamu kwa nchi ya kwetu ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Tanzania ni moja kati ya nchi inayotumia teknolojia ya vinasaba katika utatuzi wa changamoto mbalimbali za kijamii, lakini ikiwa katika uchunguzi wa makosa ya jinai. Na hili pia watu wengi hawalifahamu. Katika ukanda wa chini ya jangwa la Sahara, hasa katika maeneo ya nchi za SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania ndio nchi pekee yenye maabara yenye ithibati ya ubora katika masuala jinai ya uchunguzi wa vinasaba. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa kama taifa, na ni hatua ya kujivunia kuwa ni moja kati ya nchi ambao tuna matumizi makubwa na bora katika utoaji wa haki, lakini kwa kupitia sayansi ya vinasaba nchini. Unafahamu katika eneo la SADC zipo nchi nyingi, lakini ukitoa Mauritius, ni Tanzania pekee ndio yenye maabara yenye ithibati ya ubora ambayo inaweza kufanya uchunguzi wa vinasaba na kutoa taarifa ya matokeo ya uchunguzi ambayo haibishaniwi ndani wala nje ya nchi, kwa kuwa tuna mifumo ya bora ambayo inatuhakikishia kwamba wakati wote tunatoa majibu yakiwa sahihi, lakini pia na kwa wakati. Lakini hii inawezekana kwa mashirikiano ambayo tunayo sisi kama mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali na wenzetu wa jeshi la polisi. Kwa kupitia mafunzo kama haya yanatuwezesha sisi kupata sampuli kwa haraka zaidi, lakini zikiwa bora, na ambazo sisi zinatuwezesha kufanya uchunguzi na kutoa matokeo ya uchunguzi kwa wakati. Mamlaka inatekeleza mifumo ya kimataifa ya ubora kwa maana ISO 17025. Kwa kupitia mifumo hii ya ubora inawezesha kila mtumishi mpya au mabadiliko ya watumishi katika nyakati moja kwenda nyingine, tunaweza kubaki na ubora ule ule, kwa sababu utekelezaji wa mifumo hii ina kipengele cha umahiri kwa watumishi. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tunaendelea kusimamia umahiri kwa watumishi, na wakati wote tumewekeza katika mafunzo, lakini pia na katika matumizi ya teknolojia za uchunguzi katika masuala ya jinai nchini. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa ya kuendelea na ubora wetu katika miaka mingi ijayo, kwa sababu bado tunatekeleza katika mifumo ya ubora
ambayo kama taasisi au Wizara ya Afya imewekeza katika kiwango kikubwa katika matumizi ya mifumo ya ubora ambayo inajenga umahiri wa wataalamu, lakini pia katika matumizi ya teknolojia za kisasa katika uchunguzi. Mamlaka inaendelea kujipanga na imekuwa ikifanya hivyo katika muda mrefu. Tunafahamu na wengi pia wanafahamu, mamlaka imeendelea kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi kwa kupitia vyuo vya polisi. Wataalamu wa mamlaka mara kwa mara wamekuwa wanakwenda kutoa mafunzo katika chuo cha polisi Kidatu, lakini pia wametoa mafunzo chuo cha polisi Dar es Salaam, lakini pia chuo cha polisi Moshi, lakini pia kuna chuo cha polisi Zanzibar. Mara kwa mara kila intake mpya au kila wanafunzi wapya wanakwenda kupata mafunzo ya polisi, basi mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali inatoa timu ya wataalamu waliobobea katika masuala ya uchunguzi wa vinasaba kwenda kutoa mafunzo ya uchukuaji, ufungashaji, uchunguzi, lakini pia kufahamu tafasiri ya matokeo ya uchunguzi. Kwa hiyo hili limekuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa. Kwa hiyo kila waajiriwa wapya ambao wanapata mafunzo katika mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali wanapata mafunzo, lakini alikadhalika na kwa wadau wetu ambao ni jeshi la polisi pia wakati wa mafunzo ya askari mbalimbali katika renki mbalimbali, basi nao pia wamekuwa wakipata mafunzo kutoka mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali. Mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi wa polisi Alfred Kasolo, amesema ushahidi wa kisayansi katika kesi za jinai ni njia bora ya utoaji wa haki, kwani sayansi inaweka bayana kila kitu, na amewataka askari wa jeshi la polisi kuzingatia na kuyaishi mafunzo ya uchukuaji, utunzaji na usafirishaji sahihi wa vielelezo vya jinai ili kurahisisha uchunguzi wa kimaabara. Haya ni muhimu sana, sio kwa kiwango gani tu, yani ni muhimu sana. Kama ni kiwango basi ni kile cha hali ya juu, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye sayansi ya kidigitali. Yani tuko kwenye dunia ya sayansi, na sayansi yenyewe ni ya kidigitali. Maki hata zamani ilikuwepo sayansi lakini haikuwa ya kidigitali. Sasa utaangalia hata makosa yanayofanyika sasa hivi, proof yake, yani uthibitisho wake unahitaji sana ushahidi wa kisayansi. Na ushahidi wa kisayansi ndio umejikita kwenye mambo ya DNA na mambo mengine ambayo yanahusiana na forensic investigation. Sasa mafunzo haya yanatufunua blanketi, yanazidi kutupa mwanga zaidi namna bora ya kukusanya vielelezo vya kisayansi na namna ya kupata majibu ambayo hayana shaka wakati wa hatua za usikilizwaji wa kesi mpaka utoaji wa haki. Kama utakumbuka kwamba kusema tu mtu fulani amefanya kosa eti kwamba ulimuona haitoshi, lakini unapokuja kwenye sayansi inatuambia kabisa kwamba sio tu kwamba alifanya na aliyefanya ndio huyu. Umeona? Yani sio kwamba tu kosa lilitendeka, lakini aliyefanya ni huyu, na inatoa na kiwango kwamba kiwango cha huyu mtu kutokufanya kosa ni sawasawa labda na 0.000 au anakuambia 1 over billions. Maana yake kwamba probability ya yeye kwamba amefanya kosa ni kubwa zaidi, unaona, kuliko ile ambayo unaweza ukawa unatia mashaka. Baada ya mafunzo haya tutegemee kuondokana na ile tunasema betting au kuwa kama na ile matokeo ya mganga wa kienyeji kwamba kama unaagua vile. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa mafunzo haya yanatupa furaha wakati kwa upelelezi, na yanatupa assurance kwamba tunachoenda kukipata ndio hicho tulichokuwa tunakipeleleza. Yani tutakuwa na uhakika kwamba kama tumesema fulani alibaka au fulani aliua au fulani amekutwa na dawa za kulevya, basi ushahidi huu unatupeleka moja kwa moja kumlink yule mtu ambaye amefanya kosa hilo, na kama hakufanya, maana yake kuna positive na negative. Ushahidi wa kisayansi utatusaidia pia kuona kabisa kwamba huyu inawezekana ni mtu ambaye alikuwa ni victim wa circumstance tu na hakuhusika. Kwa hiyo ushahidi huu ni very positive, yani haya mafunzo tunaojifunza ni mazuri sana na ni positive kwa wapelelezi wetu. Mkuu wa uchunguzi wa kisayansi wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa polisi Athmani Isango, amesema anaamini mafunzo haya yatasaidia kuleta mabadiliko makubwa. Kwa ujumla tu niweze kutumia fursa hii kuwashukuru watu wa mada kwa namna ambavyo wameweza kuwezesha mada zao. Naamini kabisa mada hizi zilizotolewa kwetu, mafunzo haya yamewajengea weledi mkubwa, uelewa pamoja
na yatenda kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya kazi yetu kwa weledi na kuhakikisha kwamba haki itendeke kwa wakati bila kuchelewesha. Lakini ni refer maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akielekeza kwamba mifumo yetu isomane, kwamba vyombo hivi vinavyofanya uchunguzi viweze kusomana mifumo. Pamoja na hilo, lakini tunatekeleza maelekezo ya Tume ya Haki Jinai ambayo ilikuwa imeundwa na Mheshimiwa Rais, ambapo sasa tunapofikia hatua ya kushirikiana na wenzetu waendesha mashtaka, ofisi ya mkemia na sisi wapelelezi na wachunguzi wa matukio kwa ujumla, tunaamini kabisa ile kasi ya upelelezi itakuwa ni nyepesi, ili kuhakikisha kwamba uchunguzi au matukio yanapotolewa taarifa au yanapotokea yanachunguzwa kwa haraka na majibu kutolewa, na mwisho wa siku wananchi kwa ujumla wanakuwa wanajenga imani na serikali yao, wanajenga imani na jeshi la polisi, ili kuhakikisha kwamba kudumisha amani na mshikamano katika nchi yetu. Asante sana. Nashukuru sana kwa swali lako, lakini maeneo kama ambavyo wameyaeleza hapa, maeneo ya uchukuaji wa sampuli ambayo yameelekezwa kwamba sampuli inaweza ikachukuliwa kidogo, sampuli inaweza ikachukuliwa chini ya kiwango, au ikachukuliwa vibaya, au ikachukuliwa sehemu isiyotakiwa, ikaleta malalamiko kwamba kesi huenda imeharibiwa. Kwa hiyo maeneo ambayo yameelekezwa hapa ni namna uchukuaji wa vielelezo, mimi naamini kabisa yamekuwa chachu ya kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya kazi kwa uzuri, na kama nilivyosema kwamba naomba mafunzo haya yaendelee mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba tuendelee kuwa na weledi wa kutosha zaidi. Meneja wa maabara ya sayansi jinai toksikolojia, Daktari Kagera Ngweshemi, anatoa mrejesho wa kilichofanyika katika chuo cha polisi Kidatu mkoani Morogoro. Tumekuwa na mafunzo haya, tumetoa mafunzo katika chuo kikuu cha Kidatu kilichopo Morogoro, chuo cha polisi, na katika mafunzo haya tumeweza kutoa mafunzo katika wanafunzi ambao wanasoma certificate na wale wanafunzi ambao wanasoma diploma. Lakini hata hivyo kuna mafunzo ambayo yanaendeshwa kwa ajili ya kutoa vyeo vya askari, ambapo tunafanya hivi leo, na tumeweza kutoa elimu kuhusu uchukuaji, uhifadhi, usafirishaji wa sampuli zinazohusiana na jinai. Sisi kwa jeshi la polisi, na kufanya hivi itasaidia kuongeza uimara au uelewa katika swala zima la uchukuaji wa sampuli, kwa sababu kuna wakati kuna mazingira ambayo uchukuaji wa sampuli unakuwa ni muhimu kwao, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kuelekeza namna bora na rahisi ya kuchukua sampuli, ili upelelezi ule uweze kusaidia katika swala zima la utoaji haki kwa wahusika. Nyingine ilikuwa ni sehemu ya kuhifadhi sampuli wanazozichukua katika maeneo ya tukio, namna gani waweze kuzihifadhi na vyombo gani au vifaa gani viweze kutumika katika swala zima hilo, na kemikali gani inayotumika katika kuhifadhi sampuli zile ili ziweze kufika maabara zikiwa hazijaharibika. Lakini hata hivyo, kutunza sampuli hizo mpaka hadi kufika mahakamani kupitia kutolewa ushahidi mahakamani, hii itasaidia sana kupitia mafunzo haya, na wameweza kufurahi sana kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kimeongezeka katika shughuli zao za kila siku. Kupitia mafunzo kwa vitendo, tumeona kwamba jeshi la polisi, tumeona hii sayansi ya jinai ya kusaidia upelelezi au kusaidia katika kutoa haki kwao ni swala geni kidogo, kwa sababu wao ni jeshi la polisi na wanafanya kazi ya ukamataji na upelelezi, lakini sayansi inapoungana na upelelezi na utoaji haki, pale ndipo inapokuja jambo jema. Lakini kupitia haya mafunzo tumeweza kutumia mbinu ya kutoa kwa njia ya vitendo, ili waweze kuelewa kwa haraka zaidi, na wao baadaye hapo waende kufundisha askari wengi zaidi, wawe ni trainer of trainee, ili waweze kutoa mafunzo kwa askari wengine. Tunafahamu jeshi la polisi ni kubwa sana katika nchi, ipo karibu sehemu zote za nchi. Kwa hiyo kuwafikia sisi kama sisi kutoka ofisi ya mkuu wa serikali si jambo rahisi. Kwa hiyo tukaona tuweze kutoa mafunzo kwa hawa walio wachache, ili nao waweze kuelewa kwa haraka zaidi. Kubwa zaidi, mafunzo haya ni maelekezo ya haki jinai. Haki jinai ndio wameelekeza kwamba lazima wadau wa haki jinai wote tuone namna jinsi tutakavyoweza kusaidiana katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Na kuanzia kwa jeshi la polisi hatutaishia hapo tu, tutaenda hata kwa wadau wengine
ikiwemo TAKUKURU, ikiwemo watu wa uhamiaji pamoja na watu wa wanyamapori TAWA. Tutafika mpaka huko tuweze kutoa elimu ya kutosha ili tuweze kuona kwamba swala hili linafanikiwa mafunzo haya. Kwa hiyo lakini tumeweza kujitahidi yale ambayo tulipanga kufundisha yote tumefanikiwa kuyafikisha. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo haya wanaeleza somo walilolipata. Kweli kwanza nipongeze mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali kwa kuandaa haya mafunzo, kwa maana ya kwamba tunaamini haya mafunzo yanaleta tija katika utendaji wetu wa kazi, lakini yameongeza uzoefu wa sisi katika kufanya kazi, kwa maana ya kwamba kuna vitu vingine ambavyo bado tulikuwa tunaendelea kujifunza, na leo tumepata uelewa zaidi hasa katika ushahidi wa kitaalamu ambao unahitajika sana katika kuboresha hizi haki za watu ambazo tunazitoa, kuendesha kesi na kuisaidia mahakama kufikia maamuzi yenye haki. Kwa hiyo tunaamini kwamba haya mafunzo yametujengea uwezo mkubwa sana, sivyo ambavyo tulikuwa mwanzo na leo tulivyotoka. Inamaanisha tumepata uelewa mkubwa na tunaenda kuyafanyia kazi ipasavyo ili haki ionekane imetendeka. Naamini kwamba hizi taasisi chunguzi na wao wamepata kitu ambapo sio kwamba kuna muda wanakuwa hawajui kabisa, wanakuwa wanauelewa, lakini na ndio maana tunasema wanajengewa uwezo zaidi. Huu ni kukumbushwa katika majukumu yao ya kila siku, na hizi taasisi mbili ambazo zinafanya kazi kwa pamoja na kwa ukaribu, hasa polisi pamoja na waendesha mashtaka ambao ni mawakili wa serikali, huwa tunafanya kazi kwa pamoja. Na leo hii tunaona kwamba yale marekebisho ambayo mara nyingi labda ofisi ya taifa ya mashtaka tunayarudisha kwa wapelelezi ili waweze kukidhi vile vigezo vya kipelelezi, hasa katika hizi kesi zinazohitaji ushahidi wa kitaalamu. Naamini leo yametibika kwa kiasi kikubwa. Mafunzo ya leo kwa kweli, kwa upande wangu nimeona yananisaidia kwa sehemu kubwa, kwa sababu kama mpelelezi yamenijengea uwezo mkubwa. Kwa mfano, leo nimefahamu ni nani ana wadhifa wa kuchukua sample. Kwa mfano, mtu mwenye uwezo wa kuchukua sample ni yule ambaye anaanzia cheo cha inspector na kuendelea, ambapo awali sikuwa na uelewa huo. Na vile vile mafunzo haya yamenisaidia kunijengea uwezo katika upande wa upelelezi. Mfano, nimeweza kujua ni vitu gani vinatakiwa kuchukuliwa mfano unapokuwa unachukua sample. Mfano katika sample ya DNA, mfano labda unachunguza kesi ya kubaka, tumeona unaweza ukapata sample kwa victim au madhula kwa kuchukua sampling ya swabu. Unaweza ukachukua swabu ya mdomoni kwa victim, na kwa mtuhumiwa unaweza ukachukua pia swabu ya mate ambavyo unaweza kupeleka kwa ofisi ya mkemia mkuu kwa ajili ya kulinganisha kama vinasaba hivyo vinawiana. Mafunzo ya leo ni mazuri, na nichukue nafasi hii pia kuwashukuru ofisi ya mkemia mkuu wa serikali na uwakilishi wake uliofika hapa Kigoma. Wametupatia mafunzo mazuri sana, na hususan katika kufahamu mambo ya kitaalamu ya ndani kabisa, ambayo ndio mchakato mzima wenyewe wa kutuonesha ni kwa nini majibu husika yamefika mahakamani. Na kwa sisi waendesha mashtaka, especially me, na furahia kuona kwamba sasa na uwezo wa kutumia maswali ya ndani kabisa ndani ya maabara nikiwa nimeketi kwenye kiti cha mahakama, basi na kupresent ushahidi ambao unaweza kuwa unaaminika, ili tuweze sail kwenye boti moja pamoja na
expert wetu anayekuwa amefika mahakamani kutoka maabara kwa ajili ya ushahidi. Okay, sawa. Na kwa upande wa NPS kwa maana ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka hatujaanza bado kusomana moja kwa moja kwenye mfumo, lakini kama nilifuatilia vizuri imezungumzwa wakati presentation zinaendelea kwamba kuna mfumo upo katika hatua za mwisho ulikuwa unapikwa, na ambao basi utatuwezesha na sisi NPS kuweza kuona mchakato mzima unaendeleaje, lakini so far naamini mfumo utakuwa bora na utaharakisha basi, na kwa sababu sisi tupo katika hatua nzuri na kwa maana kwamba majukumu yetu, moja ya jukumu letu ni kuongoza upelelezi, basi inakuwa rahisi pia kupush mpelelezi wa jarada husika kwamba fuatilia hiki kiko hatua hii, basi ili tuendane na zile siku 90 kulingana na muongozo wa mkurugenzi wa mashtaka. Asante kwa kuwa nami wakati wote huo. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, mimi ni Oscar Nixon Nkembo. Asante kwa kuwa nasi, tukutane tena wakati mwingine na kutakia siku njema. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye